Wazazi wametakiwa kuwasomesha dini ya watoto wao pamoja na kuwalea katika misingi ya maadili na hofu ya Mungu ili kujenga jamii yenye kizazi chenye maadili, hatua itakayowezesha kuifahamu vyema dini yao pamoja na kumjua Mwenyezi Mungu mtukufu na kuepuka mmomonyoko wa maadili. Rai hiyo imetolewa na wazazi wa wanafunzi wa Madrasatul Amani iliyopo NSSF Kijichi jijini Dar es Salaam mara baada ya kumalizika kwa tamasha la mwaka la wanafunzi hao. Elimu ya dini ni kitu cha kwanza katika maisha. Mtoto anapoelewa dini, huku mbele anakuwa atusumbui. Utakapomsomesha mtoto dini, atakapokuja kukua, manake kama atakuwa injinia, basi atakuwa injinia bora. Kama atakuwa daktari, manake atakuwa daktari bora, kwa sababu tayari ana hofu ndani ya moyo wake. Hivyo basi na washauri wazazi, tuweke mbele elimu ya dini, kwa sababu elimu ya dini, yani tuseme labda niseme kwamba dini ndio kila kitu. Kwa wazazi tunatoa wito kuwapa nguvu walimu wetu wa madrasa na katika shughuli nzima za madrasa ambazo wanazifanya, kwa sababu tunafahamu kwamba wanafanya kazi kubwa, lakini bado wazazi mwitikio wetu umekuwa upo chini kidogo. Kwa hiyo tunaomba nguvu, tunaomba hamasa kubwa kwa walimu wetu na watoto wetu. Tumeona watoto wetu jinsi walivyosoma na walivyotufunza mambo makubwa kabisa. Hivyo tunaomba tuongeze nguvu kwa walimu wetu, tuweze kuwa na vijana imara, watakaoweza kujenga jamii imara yenye mafanikio, waje kuwa watumishi wema katika nchi yetu, watumishi wenye maadili mema. Sote tunafahamu umuhimu wa watoto hawa kuanza kujifundisha dini tangu wakiwa na umri mdogo. Tunafahamu kwamba hawa ndio watakao kuja kuwa watu wa familia wa baadaye, ndio watakuja kuwa watumishi wetu wa baadaye. Kwa hiyo mtumishi mzuri au labda mwanafamilia mzuri ni yule ambaye amepata fursa na elimu ya kumjua Mola wake tangu akiwa mdogo, kwa sababu huku anafundishwa kizuri ni kipi na kibaya ni kipi, na vile vile anafundishwa ubaya wa kufanya mambo mabaya. Kwa hiyo kwetu ni faraja na tunawapongeza kwa kweli walimu hao kwa kazi kubwa hii ambayo wanaifanya. Kwa upande wao, walimu wa madrasa hiyo wamewataka wazazi kurudi katika nafasi zao za malezi, wakibainisha kuwa watoto wanaolelewa katika misingi ya Kiislamu huishi katika misingi ya hofu ya Mungu na kukwepa vitendo viovu vinavyoweza kuharibu maisha yao. Ili kujua kwamba malezi ya Kiislamu yanalenga namna ya kuikuza akili ya mtoto kwa ufahamu na elimu anayopewa, yako mataifa yaliyoendelea yametutangulia sana. Watu wake wana elimu nyingi, lakini yale yanayotoka kule kuja kwetu ni mambo ambayo akili zetu hazikubali. Ni kwa sababu si kila elimu basi inamfaa mwanadamu. Kwa Uislamu unadhibiti maarifa. Mtoto anatakiwa apewe maarifa ya namna gani ambayo yatakuza akili yake na kumsaidia katika maisha yake ya dunia na akhera. Lakini pia ni malezi ya kiwiliwili. Mtoto anatakiwa asimamiwe, ahudumiwe, ale vizuri, avae vizuri na alale mahala pazuri. Sasa tusiangalie sehemu moja tu, kwamba mtoto anakula nini, akiugua anatibiwa. Tunashughulika na kiwiliwili chake, lakini tukasahau upande wa roho yake katika kupata malezi na mafunzo mazuri kama haya ambayo tumeyaona hapa. Tunatoa wito kwa wazazi ili walete watoto wao katika madrasa yetu hii au madrasa zingine, kwa sababu kuwaleta watoto katika madrasa kumtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala ni jambo nzuri na jambo kubwa. Inafanya watoto wapate maarifa, wamtambue Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndio sababu ya kuingia watu peponi. Katika tamasha hilo, wanafunzi hao walipata nafasi ya kuonesha ujuzi wa kusoma Qur'an, hadithi na ushairi. Hongereni walimu wetu wa dini. Khalid Omar, Kishki TV.